So unajua kuna kitu ambacho lazima tukiongelele. Tumeweza kuona kwamba kati ya nchi zote hapa Afrika kwa ujumla, nchi ya Kenya ndio nchi ambayo imesifika vibaya kwa masuala mazima ya maandamano. Nchi ya Kenya ndio nchi ambayo inajulikana ya kwamba ilianza huu masuala mazima ya vijana ambao wako miaka 28 kuja chini kwenda kujaribu kumtoa rais ambaye yuko kwenye uongozi. Na Kenya pia vile vile ndio nchi ambayo endapo kunakuwa na uchaguzi wa urais, ndio nchi ambayo inatizamwa dunia nzima, kwa sababu inaonekana kwamba huenda kukatokea vurugu ambalo limepangwa na vijana. Na Kenya vile vile pia ndio nchi ambayo imeweka rekodi ya mauaji makubwa sana ambayo yameweza kutokea na masuala mazima haya ya vita baada ya uchaguzi na vita wakati wa uchaguzi. Na Kenya vile vile pia ndio nchi ambayo inasifika, niseme tu ni nchi ambayo inasifika kuanzisha vuguvugu la maandamano makali mazito sana ambayo yaliweza kugeuza taswira nzima ya serikali, especially hili bara zima la Afrika hapa. Sasa kwenye pitapita zangu ambapo nilikuwa nikitizama mitandao ya kijamii, kuna huyu jamaa ambaye anajiita Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah ni yule ambaye ni kiongozi wa walio wengi ndani ya bunge la nchi ya Kenya. Wanamuita majority leader, ambaye vile vile pia ni rafiki mkubwa sana wa William Samoei Ruto. Ifahamike tu kwamba Kimani Ichung'wah ameweza kuingia kwenye record juzi, ambako alikuwa kwenye mdahalo ama alikuwa kwenye mazungumzo pale kwenye Obina Show, ambapo alikiri na kusema ya kwamba kamwe kabisa yeye hasikilizi wala hafuatilii mitandao ya kijamii ambayo inamilikiwa na yeye mwenyewe, anayoimiliki mwenyewe, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye amemwandika kazi na anamlipa kila mwisho wa mwezi, yeye ndio ya deal na mitandao yake ya kijamii, na yeye hachunguli wala haambiwi chochote ambacho kinaandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Tumsikilize alafu nije nikuelezee madhara yake na kipi ambacho kinasababisha mpaka maandamano haya yaweze kukolea zaidi nchini Kenya. Waambie kwanza wasikuja kwa social media yangu. Wanasumbua hawa watu wangu wa media. Hiyo ndo kazi yao. People assume, I don't know why people assume ati nitashinda mimi kwa social media. By the way, I told you I don't read newspapers. Okay. Hata nikipita kwa street hapo naona headline. Okay. I never want to know anything beyond that. I never read social media. Never. So hizo nini tunakwambianga hapo asikufikiangi? You are wasting your time. So tukitukana admin. We admin. No, we admin. A good thing ako kazi. Analipwa anakufanya hiyo kazi. Okay. Yeah. I'll watch news probably first 5-10 minutes. Kwisha. That's it. What do you do for fun? Huh? I play with my children. Wewe? And I exercise, yes. Jiji. Hey, sana. All right. That is why I don't even, ukiona watu wakienda mimi unaona asiendangi sana. Na when I travel, I want to travel with the children. I spend time with them. Okay. Mimi ni msee wa familia. Utanipata kwa bar, utanipata kwa hoteli. I leave my office home office. Wendangi ya Airbnb? I have a few. Wendangi kuzimanage? No, I have. Niko na mtu anazimanage. So let's talk about maandamano itself. Tuzungumzieni kuhusu maandamano. Maandamano ni nini na ni kipi kiini cha watu kuenda kwenye maandamano? Acha mimi kwa maoni yangu ama kwa uelevu wangu, kitu ninachokielewa ni kwamba maandamano ni mkusanyiko wa watu ambao wako na idea moja, ama ni mkusanyiko wa watu ambao wanakuja kwa pamoja na kupaza sauti kwa pamoja na kushinikiza kitu kimoja kwa pamoja, ili mradi sauti zao ziweze kusikika kwa pamoja mahali ambapo hazisikiki, ama mahali ambapo matakwa yao hayawekwi kipaumbele. Tuzungumze kuhusu maandamano mazima ambayo yametokea nchini Kenya mara kwa mara, na kitu ambacho Ichung'wah ameweza kukiongelelea hapa. Ichung'wah amesema kwamba yeye
hasomi maoni ya wananchi wala hafuatilii maoni ya wananchi wala hasomi gazeti. Yeye atasikiza habari dakika 2-3 aache. Yeye haendi kwenye mabaraza, haendi kokote, yeye ni yeye na familia yake peke yake. Ikumbuke tu kwamba Ichung'wah ni kiongozi ambaye alichaguliwa na wananchi kwenye sehemu yake ya Kikuyu, na vile vile pia ikumbukwe ya kwamba Ichung'wah ni kiongozi wa kitaifa, na endapo watu kutoka sehemu tofauti tofauti nchini, wengi kama tunavyojua mwaka huu wa 2026 mpaka sasa tunatumia mitandao sana kuelekeza hasira zetu na kuelekeza kile kitu ambacho tunaona inapaswa ifanyike. Yani maoni mengi ya wananchi siku hizi yanatumwa kwenye mitandao, ama niseme tu kwamba mitandao ndio imekuwa silaha ya mwananchi, kwa sababu yajua wazi kabisa sauti yake haiwezi ikasikika kwa rais, sauti yake haiwezi ikasikika kwa kiongozi wake, sauti yake haiwezi ikasikika kwa wale ambao ni wajumbe ambao wanapaswa kusikiliza mwananchi hapa chini, waweze kuchukua yale matakwa ambao wananchi wanayataka kutoka pale chini na kuyapeleka kule juu ambako ni kwa rais, ili rais aweze kusikia na kujua ni kitu gani ambacho wananchi wangu wanakosa pale, kwa sababu ni ngumu rais wa taifa aweze kuja hapa chini aweze kusikia kilio changu mimi mtu wa chini, lakini definitely yule ambaye ni kiongozi wangu itakuwa rahisi sana, kiongozi wangu hapa chini ambao tunazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya viongozi wa nyumba kumi, viongozi wa kata, viongozi wa eneo, viongozi wa bunge hapa chini, ni rahisi kwao kuja chini na kuchukua maoni yetu, na kwa sababu hao pia kwa sasa wanataka kurahisisha kazi zao kupitia mitandao ya kijamii, basi sisi nasi pia huwa tunachangia hoja zetu kwa ile mitandao ya kijamii na kuambia ama kuandika pale vile vitu ambavyo tunataka na yale maoni yetu ambayo sisi tunapendekeza yafanywe na vile vitu ambavyo sisi tunahisi ya kwamba havipaswi kufanywa na serikali yetu. Lakini mwisho wa siku viongozi kama hawa wanajitokeza hadharani na wanajiona wako sawa na kuja kuambia wananchi ya kwamba hao kamwe kabisa hawafuatilii wala hawasomi maoni ya wananchi wanaoyaandika kwenye sehemu za maoni. What does that mean? That means ya kwamba yeye anaongoza sehemu yake kulingana vile yeye mwenyewe anataka, kulingana venye anataka, kwa sababu yeye amesema yeye ni nyumbani bunge, ofisini nyumbani, nyumbani bunge, bunge nyumbani. Basi si mtu wa kwenda kwenye mabaraza, si mtu wa kwenda mikutanoni, si mtu wa kwenda kuitisha at least asikie maoni ya wananchi. Sijui kama nyinyi mmenielewa ama sijui kama nimeelewa zangu, ama sijui mtanihisi kama namuonea, but I decided to come and say that kama vilio vya wananchi havitapelekwa na viongozi wao hapa chini kule juu, basi hawa wananchi hapa ndio wataamua waingie kwenye maandamano, ili mradi sauti zao ziweze kupaa ama sauti zao ziweze kusikika kule juu, kwa sababu kwa sasa sauti zao hazisikiki kule juu, matakwa yao hayafiki kule juu. Kile kitu ambacho wanakitaka at least wanajaribu juu chini hapa kukiandika japo kwenye mtandao wa kijamii, ili waweze kuelekeza kama ni hasira zao, kama ni vitu ambavyo hawataki, ambavyo wanahisi serikali inafanya ambao hao hawakubaliani navyo. Lakini mwisho wa siku viongozi wao wanaambia kwamba sisi hatusomi hayo maoni, sisi hayo maoni hayatuhusu, tumeandika ufanyaji kazi ili waweze kusoma vile mnavyoandika, na wakishasoma hawatuambii kitu gani ambacho mnataka. Mimi nimevunjika moyo kiukweli, nimeboeka for sure kabisa, because you know that kuna time unaenda kwa page ya kiongozi wako, unaandika vitu pale ukitazamia kwamba kiongozi wako atasoma, unamwandikia message at least umueleze vile vitu vinavyopitia ama yale majanga ambayo anapitia. Kama unataka msaada fulani, umueleze ule msaada ambao unataka kwa kiongozi. Kumbe yeye anakuambia yeye atasomi wala hachunguli huko, ni mtu wake ambaye muandika kazi ambaye anashughulika hapo, na hata mtu wake muandika kazi hata akishughulika baada ya kwamba ameona, hamwambii yeye, hamuelezee yeye. Hata ukienda report kwenye gazeti, ile vitu vya kwenye gazeti yeye hasomi gazeti. Yeye akitoka nyumbani yeye na familia yake, watu ambao anacheza nao, watu ambao ana spend time nao muda mrefu ni watu na familia yake. Alafu cha maajabu, wa Kenya wetu wataenda kwenda kusimama kwenye foleni na kupigia kura kiongozi kama huyu ambaye amesema yeye ana spend time nyingi zaidi na familia yake kuliko wananchi ambao wamemchagua. Kikweli for mimi on my side mimi imeniboesha, and I think you guys you are going to
rectify me kama nimekosea, samahani, lakini nimehisi ya kwamba ni kitu ambacho napaswa nije nikikemee, kwa sababu sidhani kama ni kitu cha kufuatiliwa, because I do remember hata wakati wa maandamano pia Rais William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, ilimlazimu kufungua mtandao wa kijamii wa Twitter X, na yeye akaenda pale, akaenda kwa live usiku for almost 2 good hours, ili mradi aweze kusikiza wananchi kitu gani ambacho wanakiongelelea. Kwa sababu gani? Yajua kabisa wananchi wote hawa siwezi pata time ya kuwatembelea mmoja baada ya mmoja kusikiza maoni yao, lakini kupitia mtandao wa kijamii hapa nitawaongelesha kwa utaratibu wanielewe, na nitawapa hope, at least watakuwa na ile matumaini ya kwamba mambo yatakuwa mazuri hapo mbeleni, wawe na uvumilivu. Lakini leo mtu mwingine anakuja anatuambia kwamba masuala ya mitandao ya kijamii hayumo, wala hataki kuwemo, wala hataki kujua, na yuko hapo ameshikilia iPhone 17 sijui iPhone 16, anataka kutuonyesha kwamba kuna simu kubwa, au simu ile yeye yuko pale tu kwa sababu gani? Ya kupokea simu na kupiga simu peke yake. Masuala ya mitandao ya kijamii ametuambia hayumo. Sijui ni kweli ama anazungumza vile ili tumuone ya kwamba yeye hayumo, but let me assume that anazungumza tu kwa mtandao wa kijamii, kila mtu amuone yale ma-PR, lakini mwisho wa siku maybe anasoma yale maoni ya wananchi, kwa sababu asiposoma maoni ya wananchi sijui kazi yake itakuwa ni gani pale, kwa sababu tunamtegemea yeye aweze kusikia kilio chetu ili amwelekeze rais, amwambie kwamba ni kweli, lakini wananchi wanasema hivi na hivi na hivi. Na kama sio nchi nzima, basi wananchi wa eneo bunge lake wanatazamia pia vile vile waweze kuweka vilio vyao pale ili yeye aweze kuvitatua, na vile vile pia ikizingatiwa ya kwamba yeye ndio kiongozi mkuu wa bunge ya nchi ya Kenya, kiongozi ya walio wengi. Tunatazamia pia vile vile yeye ndio mtu ambaye haswa anapaswa kusikiliza wananchi kwa sana zaidi, ili aweze kuelekeza yale matakwa ya wananchi wanayoyataka ndani ya bunge yaweze kurekebishwa ama yaweze kutolewa, ama jinsi gani wananchi wanaweza boreshewa maisha yao.